محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani ziwe juu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wacha Mungu kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika kitabu chake kikarim, hakika ya wacha Mungu wamefaulu. Ndugu zanguni katika imani, kama ilivyo ada, siku kama ya leo Waislamu maeneo mbalimbali tunakusanyikana sehemu moja kuhusiana na kukumbushana mambo tofauti tofauti. Almaddatu lilkhutbatuna alyawm anil birrul walidain. Mada ya khutba yetu ya leo itazungumzia kuwatendea wema wazazi wawili. Allah subhanahu wa ta'ala amehusia na ametuamrisha tuwafanyie wema na ihsani wazazi wawili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Isra, baada a'udhu billah: wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu, na ameagiza kuwafanyia wema mkubwa wazazi wawili. Kama mmoja wao akifikia uzee naye yuko pamoja nawe, au wote wawili, basi usimwambie hata na wala usiwakemee, na useme nao kwa msemo wa heshima. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu kuwa tusimwabudu yeyote isipokuwa yeye tu, na tuwatendee wema mkubwa wazazi wetu wawili. Kama mmoja wao akifikia uzee au wote wawili na hali ya kuwa wapo nawe, basi usimwambie hata usiwatolee maneno na wala usiwakemee, na useme nao kwa msemo wa heshima. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kwa kusema: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Na uinamishie bawa la unyenyekevu kwa njia ya kuonea huruma, kwani kwa wao wamekuwa wazee, na useme: Mola wangu warehemu wazee wangu kama walivyonilea katika utoto wangu. Ndugu zanguni katika imani, hatuna budi kuwanyenyekea wazazi wetu na kuwaonea huruma, kwani wao wametulea kwa malezi bora, kwa kutupenda na kwa kutuonea huruma vile vile. Na tujitahidini kuombea dua kwa kusema: Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, Mola wangu warehemu wazee wangu kama walivyonilea katika utoto wangu. Allah anasema tena katika suratul Nisa, baada a'udhu billah: wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Na mwabuduni Mwenyezi Mungu na wala msimshirikishe na chochote, na wafanyieni ihsani wazazi wawili. Ndugu zangu katika imani, tuone ni namna gani Allah subhanahu wa ta'ala amelipa umuhimu jambo hili, amesisitizia sana na ametuamrisha baada ya kumwabudu yeye, basi tuatii na kuwafanyia wema wazazi wetu wawili. Ibn Mas'ud radhiallahu anhu alimfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza: ya Rasulullah, ayu amali alladhi ahabbu kathiran ila Allah? Faqala ar-rasul: aqimi as-salata ala waqtiha. Fasa'ala Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, thumma فأجاب الرسول بر الوالدين. فسأل ابن مسعود رضي الله عنه: ثم أي شيء يا رسول الله؟ فقال الرسول: الجهاد في سبيل الله. Ibn Mas'ud radhiallahu anhu
alimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akamuuliza, ewe Mtume wa Allah, ni mambo gani ambayo yanampendeza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kusimamisha swala kwa wakati wake. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamuuliza tena, kisha nini kinafuata ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, kuwatendea wema wazazi wawili. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akauliza, kisha nini kinafuata ewe Mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kupigana jihadi kwa ajili ya Allah. Ndugu zanguni katika imani, tuone namna gani Allah amelisisitizia na kulitilia mkazo swala zima la kuwaheshimu na kuwatendea wema wazazi wawili. Amelipa umuhimu baada ya kumwabudu yeye, na kumwomba yeye, kwa kuwa yeye ndio muumba wetu, basi tuwafanyie wema wazazi wawili, kwani wao ndio sababu ya sisi leo hii kuwa hapa. Tuone namna gani Allah amelipa thamani jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili, kalithaminisha kuliko hata kupigana jihadi kwa ajili ya Allah. Kuna mji mmoja ulikuwa unatawalwa na tawala za kifalme. Alikutikana kijana mmoja akifanya zinaa. Alionekana na mashahidi wale wakamchukua wakampeleka kwa mfalme ili akaadhibiwe, na adhabu yake ilikuwa ni kunyongwa hadi kufa. Mfalme akawaambia mashahidi wale pamoja na yule kijana waende, kisha watarudi siku ya Ijumaa ambayo itakuwa ni siku ya hukumu. Kijana yule akaondoka kwa masikitiko na majuto makubwa, huku akilia. Akamfuata mama yake, akamweleza mama yake kile ambacho kimemkuta, na ambacho amekifanya. Basi mama yake akamwambia, nenda urudi siku ya Ijumaa kabla ya hukumu. Ndugu zangu katika imani, kisa hichi kinatufunza tuone namna gani busara na hikma za wazazi wetu zinavyotuokoa katika matatizo mbalimbali na mabalaa na dhiki na shida mbalimbali. Basi ikafika siku ya hukumu, kijana yule akarudi kwa mama yake. Mama yake akamwambia, utafata ninachokueleza ukifanye. Mama yake akamvulia chuchu yake, akamwambia, nyonya. Kijana akanyonya. Kisha mama yake akamwambia, utafata kile ambacho nitakwambia ukipewa nafasi ya kujitetea katika uwanja wa hukumu. Mama yake akamwambia, useme, wallahi wa billahi, tangu nitoe mdomo wangu katika chuchu ya mama yangu sijawahi kufanya zina. Basi kijana akaenda katika uwanja wa hukumu. Ikafika nafasi yake ya kujitetea, akasema maneno yale aliyoambiwa na mama yake, wallahi wa billahi, tangu nitoe mdomo wangu katika chuchu ya mama yangu sijawahi kufanya zina. Mahakimu wale na mfalme wataelewa kuwa tangu udogo wake hajawahi kufanya zina. Kumbe tunaona hapa busara za mzazi namna zinavyomwokoa kijana wake. Kumbe ni tangu muda ule atoke kunyonya kwa mama yake mpaka wakati ule wa hukumu hajafanya zina. Kijana yule akaokokana na adhabu ya kifo, na wale mashahidi wakaadhibiwa na wakaonekana kuwa wao ni wazushi. Tunaona hapa busara na hikma za wazazi zinavyotuokoa katika shida na mabalaa tofauti tofauti. Kwa hiyo na sisi tujitahidi kwa kirimu na kwa heshima wazazi wetu, kwani wao wanatuhurumia sana. Allah anasema katika suratul Luqman baada a'udhu billah, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Na tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu na kumnyonyesha hadi kufikia umri wa miaka 2, kwamba unishukuru mimi na wazazi wako, marejeo yenu ni kwangu. Ndugu zangu katika imani, Allah anaendelea kutuhusia na kutusisitizia kuwafanyia wema wazazi wetu wawili.
Mama zetu wamechukua mimba zetu kwa udhaifu juu ya udhaifu, wametubeba ndani ya matumbo yao kwa miezi 9 na pengine hata zaidi ya hapo. Katika miezi 9 hiyo wamepitia shida, changamoto, dhiki na mabalaa tofauti tofauti. Mama anakula kitu ambacho kwa hali ya kawaida, ndugu yangu, wewe huwezi kukila. Mama anakula udongo, na udongo na madhara kwa afya. Mama ananusa harufu mbalimbali, harufu mbaya, anaenda kukaa sehemu zisizofaa, nyuma ya vyoo na masehemu mengine. Anapitia shida mbalimbali. Inafikia siku ya kukuzaa, anapitia maumivu ambayo hajawahi kuyapata. Unaambiwa maumivu yale ambayo anayapata mama siku ya kukuzaa ni sawa sawa na siku ambayo mwanadamu unatolewa nafsi yako. Tuoneni namna gani wazazi wetu wanapopata tabu kwa ajili yetu, na sisi leo hii nini tunawafanyia. Tubadilikeni ndugu zanguni, tubadilikeni, tuwaheshimu wazazi wetu, tuwakirimu wazazi wetu, kwani wao wamepitia shida mbalimbali mpaka leo hii sisi tunafikia hapa. Allah anaendelea kusema, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, na wakikushirikisheni katika kunishirikisha mimi na mambo ambayo huna ilmu nayo, basi usiwatii, lakini uishi nao duniani kwa wema. Ndugu zanguni katika imani, tuone namna gani wazazi wana thamani. Allah anasema, na wakikushirikisheni kwa kunishirikisha mimi. Na tunajua madhambi ya shirk, wakikushirikisha katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na kuyakemea, kwa mfano kumshirikisha yeye kama vile uchawi na mambo mengine, basi tusiwatii, lakini tuishi nao duniani kwa wema, kwa sababu yule bado ni mzazi wako, na hata iweje atabaki kuwa mzazi wako. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-kabairu al-ishraku billah wa uququl walidain. Anasema Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, miongoni mwa madhambi makubwa ni kumshirikisha Allah na kuwaasi wazazi wawili. Ndugu zangu katika imani, tuone namna gani mambo haya mawili yalivyoambatana, na Allah alivyoyathaminisha, na Allah alivyoatilia mkazo. Tusimwasi Allah, tusiwaasi wazazi wawili. Tumwabudu Allah, tuatii wazazi wawili. Baada ya kumwabudu Allah, basi kinachofuata tuatii wazazi wetu wawili. أقول قولي هذا على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea na hutuba yetu ya leo. Tunakumalizia hutuba yetu, muda kidogo unatutupa mkono. Ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhtuhu fi sakhti alwalidain. Radhi za Allah zipo pamoja na radhi za wazazi wawili, na hasira zake zipo pamoja na hasira za wazazi wawili. Ndugu zangu katika imani, tuone namna gani huko mbele yetu itakapokuwa ngumu tusipokuwa na radhi za wazazi wetu. Bila ya kuwa na radhi za wazazi wetu, hatutokuwa na radhi za Muumba wetu. Na tunajua tusiporidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, maisha ya akhira huko namna gani atakapokuwa ni magumu kwetu. Kwa hiyo tujitahidini ndugu zangu katika imani, tuwe na radhi za wazazi wetu kwa kuwafanyia wema, kwa kuwafanya watupende, kwa kuwafanyia tabia nzuri, na kwa kutii walichotufundisha na wanachotutaka tufanye, ili tuwe na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kukosa radhi zao ni kukosa radhi za Allah, na kukosa radhi za Allah ni kujichimbia shimo kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini kuwafanyia wema wazazi wetu, kwani sisi tusipowafanyia wema leo wazazi wetu, tukumbukeni na sisi kesho yetu tutakuwa ni wazazi vile vile. Kuna msemo maarufu unasema, kama tadinu tudani, kila utakachofanya utafanyiwa. Kuna baba mmoja alikuwa ana baba yake.
Baba huyo alikwenda kwa fundi seremala kununua sanduku la kumhifadhia baba yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunafikia huku. Kweli mzazi wako unamhifadhi kwenye sanduku? Basi baba yule alikuwa ameenda kwa fundi seremala akiwa na kijana wake mdogo. Kijana wake akamuuliza, baba, ni la nini hili sanduku? Baba yake akamjibu, hili sanduku la kumhifadhia babu yako. Kijana yule mdogo akamwambia, na mimi nikikuwa mkubwa nitakununulia sanduku la chuma kwa kuwa ni imara zaidi. Tuoneni namna gani sisi tutakavyo wafanyia wazazi wetu, na sisi watoto wetu watakuja kutufanyia hivyo hivyo. Kwa hiyo tujitahidini katika kuwafanyia mambo mazuri wazazi wetu, ili na sisi tukishakuwa wazazi tufanyie mambo mazuri. Na sisi wazazi yatupasa tuwalee watoto wetu kwa malezi bora na malezi mazuri. Tujitahidini kuwafundisha namna kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, tuwafundishe Qur'ani watoto wetu ili baadaye wawe ni manufaa kwetu, watuombee dua huko baadaye. Kwa kumalizia, ndugu zangu katika imani, yapo mambo mengi, lakini kuna mambo ambayo tunaweza tukawafanyia wazazi wetu, kama vile kuwatolea sadaqatul jariya. Sadaqatul jariya kama vile kuwajengea misikiti, kuwajengea vituo mbalimbali kama madaris mbalimbali, kuwajengea vituo vya watoto yatima, kuwajengea visima, hata kwa kupanda miti. Baadaye miti ile italeta kivuli, italeta matunda. Kadri itakavyokuwa inaliwa yale matunda, kadri watu watakavyokuwa wanapumzika katika kivuli kile, basi thawabu zitakwenda kwa wazazi wetu. Tujitahidini sana kuombea dua wazazi wetu, kwani dua ya mtoto kwa mzazi ni dua bora sana. Ndugu zanguni katika imani, kwa kumalizia, katika hii dunia hakuna kitu cha thamani kama mzazi. Asikwambie mtu, ndugu yangu, hakuna kitu cha thamani kama mzazi. Ndugu zanguni, wote mifano tunaiona leo hii. Mimi na wewe, ndugu zangu, mimi na wewe leo tukipoteza gari tutanunua gari jingine, tukipoteza nyumba tutanunua nyumba nyingine, tukipoteza mali tutaipambania, tutatafuta mali nyingine, tukipoteza mke tutaoa mke mwingine, tukipoteza mtoto Allah atatujalia tutapata mtoto mwingine. Lakini tujifikirieni leo hii, mimi na wewe leo tukimpoteza baba, wapi tutampata baba mwingine? Tukimpoteza mama, wapi tutampata mama mwingine? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidini kuwathamini wazazi wetu, tujitahidini kuwalea vyema wazazi wetu kama wao walivyotulea katika utoto wetu. هذا وصلوا وسلم على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، وإيمانا راخصا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا،
ورزقا حلالا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.